Nataka niambie watu ya broad based wamekaa hapa wasikie tena. Mimi sijui kitu inaitwa broad based. Sijui. Na kama mnapenda hii broad based sana. Habari ya jioni watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Ni matumaini yangu mmekuwa na siku njema mahali popote mmekuwa mkinitazama. Karibuni ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. Na watazamaji, katibu mkuu wa chama cha ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna sasa hivi amepotea. Je, yuko wapi? Bado yuko ndani ya ODM ama amejiuzulu? Ama akona mpango gani kuendelea kukaa ndani ya ODM? Kama kuna kiongozi ambaye sasa hivi anaona ya kwamba hatakikani na hapendwi ndani ya ODM ni Mheshimiwa Edwin Sifuna. Sio mara moja na sio mara mbili, viongozi kutoka ndani ya ODM wamekuwa wakimuomba ajiuzulu kama hataki kukubaliana na mpango wa ODM kumsupport William Samoei Ruto kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Vile viongozi wa UDA baada ya Raila Amolo Odinga kuiaga dunia, kuna baadhi ya viongozi kutoka ndani ya serikali ya William Samoei Ruto ambao walianza kuzungumza waziwazi na kusema kwamba huyu Edwin Sifuna anastahili kuondolewa, anastahili kufutwa kutoka ndani ya ODM, ama yeye mwenyewe ajiuzulu kabla ya mwaka wa 2025. Na sasa unaona bado watazamaji wangu, mwaka wa 2025 haujaweza kukamilika na hatujui nini ambacho kinapangwa dhidi ya Edwin Sifuna, ama yeye mwenyewe akona mawazo gani, akona mpango gani kuendelea kukaa ndani ya ODM. Watazamaji, sio siri ya kwamba kama kuna kiongozi ambaye hapendwi sasa hivi pale ndani ya ODM kwa msimamo wake kuendelea kupinga broad based government na kukataa kumsupport William Samoei Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2027 ni Mheshimiwa Edwin Sifuna. Na siku chache zilizopita watazamaji wangu, mmeona ya kwamba sasa hivi Edwin Sifuna hajakuwa karibu akihudhuria mikutano za ODM. Hata siku ya leo watazamaji wangu, party leader wa ODM pamoja na mwenyekiti wa ODM wote walikuwa kule Rift Valley ambako walikuwa wameenda kukutana na grassroots leaders kutoka kwenye upande wa ODM waendelee kupanga vile ambavyo wataingia kwenye uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2027. Lakini cha kustajabisha watazamaji wangu, Edwin Sifuna hajaweza kujitokeza na wala hajakuwa akizungumzia lolote kuhusiana na ODM. Unajua watazamaji wangu, kuna mahali ambapo inafika unaona ya kwamba mwenye nguvu mpishe, kwa sababu kile kinashuhudiwa sasa hivi ndani ya ODM ni kwamba Oburu Odinga pamoja na Gladys Wanga, wale wasimamizi wakubwa wa ODM, wanataka ODM ijiunge na William Samoei Ruto na imsupport William Samoei Ruto kwa uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2027. Lakini hayo ndio matakwa yao, wao ndio viongozi. Lakini je, wale viongozi wengine wa ODM watafanya vipi? Hata kama uko na mawazo tofauti, hauna budi ila tu kujiondoa ama kujiuzulu kwa ODM, kwa sababu kama hutaki kukubaliana na mipango ya party leader, wewe basi ajiondoe ndani ya ODM kwa kuresign kabla haujachukuliwa hatua ya kuondolewa. Na hivyo ndio mambo yanafanyika sasa hivi kwa upande wa huyu Secretary General wa ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna. Hajui ni lipi atafanya ili kuepukana na mpango wa party leader Oburu Odinga kutaka kusimama na William Samoei Ruto pale mwaka wa 2027. Yeye Edwin Sifuna amekuwa akishikilia ile kauli ya baba Raila Amolo Odinga, ambapo kabla baba Raila Amolo Odinga hajaiaga dunia alikuwa ameuliza ni nani ambaye anajua ya kwamba ODM haita front presidential candidate pale mwaka wa 2027. So yeye Edwin Sifuna amekuwa akisema ya kwamba 2027 ODM lazima ilete presidential candidate, kando na mipango ya Oburu Odinga pamoja na viongozi wengine kutaka kufront William Samoei Ruto kama presidential candidate kutoka kwenye upande wa ODM, ama wamsupport tu kwenye hicho kinyang'anyiro cha mwaka wa 2027. Sasa hivi kuna mgawanyiko mkubwa wa watazamaji wangu ambao unashuhudiwa ndani ya ODM kwa sababu ya hii broad based government. Kifupi watazamaji wangu, hii broad based government imeleta madhara mengi kwa upande wa ODM kuliko yale manufaa ambayo ODM imeleta ndani ya broad based government, kwa sababu ni baada ya kutengenezwa kwa broad based government unaona masaibu yameanza kuingia ndani ya ODM. Wanachama wa ODM wameanza kukosana wao wenyewe. Sasa hivi hawazungumzi kitu kimoja. ODM iko karibu kugawanyika, na ukiangalia chama cha UDA kiko imara, hakijaweza kutikisika. Lakini ODM watazamaji wangu, mambo huenda yakawa mabaya zaidi. Na hata kabla ya mwaka wa 2027 ile ODM ambayo ilikuwa maarufu, chama ambacho kimekuwa kwenye ulingo wa kisiasa kwa miaka mingi,
huenda hakitakuwa mahali popote kutambulikana endapo hawa viongozi hawatakaa chini wazungumze kitu kimoja, wajue ni mwelekeo upi ama ni lipi ambalo watafanya kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027. Lakini endapo mambo yatazidi kushuhudiwa vile yalivyo, inamaanisha kwamba mambo hapa yanazidi kuwa mabaya, na kuna viongozi ambao watajiondoa, viongozi ambao hawawezi kusupport William Samoei Ruto, inamaanisha wao watajiuzulu. Kwa mfano kuna Edwin Sifuna, kuna Babu Owino, kuna Caleb Amisi, kuna mpaka magavana, kuna gavana James Orengo. Hao ni viongozi ambao watazamaji wangu msimamo wao ni tofauti na wa party leader, wa mwenyekiti na baadhi ya deputy party leaders. Hebu sikiza ujumbe wa watazamaji wangu kutoka kwa Oburu Odinga akizungumza siku ya leo kule maeneo ya Rift Valley ambako alikuwa ameenda kukutana na viongozi wa ODM kuendelea kupanga vile ambavyo watazidi kufanya kazi ndani ya hii broad based government na viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza. Kabla ya kufikia ujumbe mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Basi tutafanya kazi na President William Samoei Ruto mpaka mwisho, mpaka 2027. Sisi chama yetu sio chama ya kubanduka. Sisi hatufanyi nini? Hatubanduki. Hatufanya nini? Hatubanduki. Na mimi ningependa kuhimiza vijana, wale supporters wa chama wote, vijana nyinyi mregister kama voters, mchukue vipande na mna register kama voters. Kama huna kura, huna sauti yoyote. Kwa hivyo msiseme tu chama bila kura. Kura ni muhimu, na hiyo ndio neno peke yake nilikuwa nataka message ni pass kwa nyinyi, na nimefurahi sana vile mmetukaribisha kwa furaha. Mimi kila wakati nikikuja Eldoret na furaha tele, kwa sababu wananchi wanachangamka, na asanteni sana kwa kutukaribisha. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kumsikiza Oburu Odinga, yeye bado hajabadilisha ule msimamo wake wa kuendelea kukaa ndani ya broad based government mpaka mwaka wa 2027, na baada ya hapo ODM sasa itasimama na William Samoei Ruto na kumsupport kwenye kinyang'anyiro cha urais cha pale mwaka wa 2027. Oburu Odinga hapo awali kuna jambo ambalo alikuwa amelizungumzia, akisema ya kwamba bila kutimizika kwa zile 10 point agenda hakuna jambo lolote ambalo watakuwa wanalizungumza na William Samoei Ruto kwenye uchaguzi ujao. Lakini unaona yeye afuati hayo maneno yake, anazungumza hivi, kesho anazungumza tofauti. Kama amesimama na 10 point agenda na hazijatimizwa, basi huu si wakati mwafaka wa kusema ya kwamba wataendelea kukaa ndani ya broad based government na watasimama na William Samoei Ruto pale mwaka wa 2027. Hayo ni maamuzi yao kwa sasa, lakini kuna mambo mengi, kuna mikutano kadhaa ambazo zinastahili kufanywa ili kitu cha kwanza kuhakikisha ODM inabaki kuwa imara, isisambaratike. Chama ambacho baba Raila Amolo Odinga alikiacha kikiwa imara, kikiwa na umoja, sasa huenda kikasambaratika chini ya miaka miwili kabla ya uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2027, kwa sababu kuna wale ambao wako tayari kupeleka hiki chama kwenye upande wa William Samoei Ruto, na hata ikiwezekana William Samoei Ruto mwenyewe akuwe party leader wa ODM na akuwe flag bearer kama presidential candidate kutoka kwenye upande wa ODM pale mwaka wa 2027. Kwa hivyo watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi, na kimya cha Secretary General Edwin Sifuna kinazidi kuleta maswali mengi, kwani mbona ameanza kujitenga tena na ODM, hazungumzi, hakuna update. Kwa hivyo huyu Edwin Sifuna hatujui kama bado ataendelea kukaa ndani ya hii broad based government ndani ya ODM ama atajiuzulu na asimame kivyake pale mwaka wa 2027. Na kwa hapo watazamaji wangu, lakini nyinyi sijui mko na yapi ya kusema ama mko na maoni gani kuhusiana na ODM na hasa huyu Secretary General Mheshimiwa Edwin Sifuna? Kwa maoni yako mtazamaji wangu, unaona ni vyema ajiuzulu ama angoje kuondolewa? Kwa sababu either way kuna moja ambalo litatokea kabla ya mwaka wa 2027. Hebu niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha na kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msana mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.